Pengine ilikuwa ni maandalizi ambayo umeyafanya kuelekea mchezo dhidi ya Yanga? Kikubwa siku hizi tunafanya maandalizi kuelekea kila mchezo ambao tunatuface mbele yetu. Kikubwa tunafuata maelekezo ya mwalimu anachotuelekeza, ndio hicho ambacho kinaenda kutokea katika mpira. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani kukabiliana na timu kama Young Africans siku ile? Ilikuwa ugumu kiasi fulani kwa sababu ukiangalia toka dakika ya kwanza tunamiliki mpira mpaka dakika 90. Kwa hiyo ni kikubwa naweza kusema kwamba tunafuata maelekezo ya mwalimu, siku zote anatusisitiza tuende uwanjani tukaenjoy basi. Ikiwa na maana mlikuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi katika mchezo. Of course, tulikuwa tunaweza kupata namba 3 lakini tumekosa kupata moja, alhamdulillah. Mchezaji gani ambaye alikuwa changamoto sana kwako kwa upande wa Young Africans? Mimi sidhani kama kulikuwa na changamoto. Tulikuwa kila mchezaji ambaye amefanya kazi yake kwa 100% kwa level yake. Of course kila mtu kapambana kwa nafasi yake kuitetea timu yake. Mashabiki wa Azam wameonekana kufurahishwa na performance ya leo. Pengine hile walitarajia kuelekea katika mchezo unaofuata. Of course tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ile ambacho tunakipatia. Namshukuru pia mwalimu amekuwa kipaumbele sana kututia moyo na kusisitiza zaidi kwamba tukiingia uwanjani tukaenjoy, usiona pressure yoyote. Nadhani hicho ndio kikubwa ambacho sisi tunapata confidence kutoka mwalimu. Mwalimu wapi pressure? Hapana kabisa. Mwalimu anataka kabisa, yani hataki kabisa pressure kwa mchezaji yote, anataka mpira uende uwanjani ukaenjoy basi. Hicho ndio kitu ambacho kinatupa pia hope na imani na confidence zaidi ya kufanya vizuri. Mwalimu ameweka target yake nini msimu? Atamani kwa timu kumaliza nafasi ngapi? Target mwalimu sisi kama Azam target kubwa ni kupambania ubingwa. Hicho ndio kikubwa, yani out of hapo ni kupambania ubingwa. Asante. Kwanza tumeona mmetengeneza nafasi lakini kwa changamoto ndio. Kwanza katika mpira kikubwa kwanza ni kutengeneza nafasi. Swala la kutumia nafasi latokea katika football. Kwa kikubwa tumetengeneza nafasi, alhamdulillah haijatokea bahati. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho ambacho tumekipata inshallah. Umezungumzia ndoto yenu miongoni mwa ndoto zenu msimuni kuchukua ubingwa. Gap la alama zaidi ya 7 dhidi ya Young Africans. Pengine hili unaliona kuwa ni kuweza kutokea kwa namna yote? Mpira chochote kile kinaweza kutokea. Kwa kila mtu anacheza mechi zake na ukiangalia mpaka sasa hivi hatujapoteza mechi yote. Kikubwa tuna focus na kile ambacho tunakielekea. Kwa hatujapoteza malengo yetu, hatujapoteza focus yote kwenye mchezo wetu na malengo ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo naamini kwa magepu na nini chochote kwenye football kinatokea. Shabiki wa Zidane pengine watarajie nini kuelekea katika mchezo? Kikubwa aendelee kunisupport. Of course amekuwa na mimi bega kwa bega kuanzia first time na mimi naahidi kwamba nitaendelea kupambana kuanzia mwanzo hadi mwisho, sitaangusha kwa kweli. Shukrani sana. Asante.